Hello, karibu katika channel yangu. Leo tunajifunza namba utili, shufa na tasa, na ni msingi mzuri kwa ajili ya mwanafunzi wa darasa la 5, la 6 na la 7. Kama una kijana ambaye anasoma madarasa hayo au unasoma madarasa hayo, basi nikuombe subscribe katika channel yangu kwa ajili ya kupata mada nyingine nyingi zaidi zinazokuja na zilizopo. Lakini pia nikuombe share video hii kwa watu wengine kwa ajili ya kuwasaidia vijana wao wenyewe kupata maarifa mbalimbali ya kihisabati. Asante sana. Karibu sana katika sehemu hii ya kwanza, na tutajifunza namba utili na utakuwa nami pamoja katika kujifunza kwetu. Cha kwanza tufahamu dhana ya namba utili. Ukiambiwa namba utili ni nini? Namba utili ni namba inagawanyika kwa mbili na kubaki moja. Namba yote ambayo ukigawanya kwa mbili itabaki moja, maana yake ni namba utili. Maana yake kwa namna nyingine tunasema namba ambayo haigawanyiki kwa mbili bila baki. Na mfano wa namba utili ni mfano wa namba utili ya karibu kabisa au ndogo kabisa ni 3. Kwa 3 ukigawa kwenye mafungu ya vitu viwili viwili utapata fungu moja itakuwa na vitu viwili, lakini tutabakiwa na kitu kimoja. Kwa hiyo ukiona namba yoyote ukigawa kwenye mafungu ya vitu viwili viwili unabakiwa na kitu kimoja, hiyo ni namba utili. Kwa ufupi, namba yoyote ambayo inaishia na moja ukiandika inaishia na 1, 3, 5, 7 pamoja na 9, hiyo ni namba utili. Kwa mfano 11, 13, 85, 79, 77. Kwa hiyo ukiona tunaishia 1, 3, 5, 7 na 9, hiyo ni namba utili. Tuangalie mfano wa kwanza. Orodhesha namba utili zote zilizopo kati ya 0 na 10. Ukiambiwa orodhesha namba utili, kwa namna nyingine amekwambia orodhesha namba zinazogawika kwa mbili na kubaki moja, ambazo zipo kati ya 0 na 10. Kwa hiyo tutafanya nini? Maana yake tutaangalia namba ipi ukigawa kwa mbili au namba ipi haipo kwenye orodha ya table ya pili. Kwa hiyo namba zile ambazo haziko kwenye orodha ya pili maana yake ndio namba utili. Kwa mfano orodha ya pili ni namba gani? 2 mara 1 ni 2, 2 mara 2 ni 4, 2 mara 3 6. Kwa hiyo zile namba ambazo hazipo, mfano tukitoka 2 tunafika 4 tumeruka 3, tukitoka 4 tunafika 6 tumeruka 5. Kwa hiyo zile 3, 5 na kuendelea ndio tunaziita namba utili. Tuangalie hapo mfano. Kwa hiyo namba utili zilizopo kati ya 0 na 10 ni 3, 5, 7 na 9. Kwa hiyo wakati unaorozesha unatakiwa kuziorozesha namba ambazo zinagawika kwa mbili na kubaki moja. Na ukishapata namba yako ya kwanza una uwezo wa kuongeza 2 3. Ukiongeza 2 maana yake unaruka namba moja, namba unayofuata unahitaji. Unaruka namba moja unayofuata unahitaji. Mfano hapo tumeruka 4, tumetaja 5, tumeruka 6, tumetaja 7, tumeruka 8, tumetaja 9. Lakini kama tulivyojifunza kwenye msingi wa namba shufa, tumeambiwa kati ya 0 na 10, maana yake mpaka wetu wa chini unatuambia hiyo namba iwe kubwa kuliko 0, lakini mpaka wa juu inatuonyesha isifike kwenye 10. Kwa hiyo maana yake tumeishia kwenye 9. Tulikuwa na uwezo wa kuhitaji 11, lakini 11 ni kubwa kuliko 10. Kwa hiyo hatutoiorodhesha. Tuendelee na mfano wa pili. Karibu, tunaendelea na mfano wetu wa pili, na mfano wa pili unasema orodhesha namba utili zote zilizopo kati ya 40 na 60. Nilikukumbusha kuwa ukipewa namba kubwa kuorodhesha namba utili inatakiwa zitambue kwa namba utili ni zile namba zote ambazo ukizitamka zinaishia na 1, 3, 5, 7 na 9. Ukiona namba yote ukiitamka kwenye kuzihesabu zinaishia na 1, 3, 5, 7 na 9, hiyo ni namba utili. Kwa hiyo kuanzia kwenye 40, namba kubwa kuliko 40 inayofuata ni 41. Baada ya 41 kuna 42, baada ya 42 kuna 43. Kwa hiyo sisi tutazichukua zile namba ambazo zinaishia na 1, 3, 5, 7 pamoja na 9. Kwa hiyo kati ya 40 na 60 maana yake iwe kubwa kuliko 40, lakini pia isifike au isizidi 60. Maana yake tutaanza na 41. Kwa namba yetu ya kwanza itakuwa 41, tutaongeza 2 itafuata 43, tutaongeza 2 itafuata 45. Kwa namna nyingine tunasema unaruka namba moja moja. Kwa hiyo 41 tunairuka 42 tunataja 43, tunaruka 44 tunataja 45, tutaiacha 46 tunataja 47, 49, 51, 53, 55, 57 na 59. Kwa hiyo ukiziangalia namba zako ambazo tumeziorodhesha hapo utagundua kuwa
tumeruka namba moja moja. Ukihesabu kwa namba za kawaida maana yake tungepata 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Kwa hiyo sisi tumeruka namba moja moja. Kwa hiyo kwa namna nyingine tunasema kila baada ya namba witili inayofuata ni shufa, na kila baada ya namba shufa inayofuata ni witili. Kwa mfano 41 ni witili, 42 ni shufa, 43 witili, 44 shufa, 45 witili, 46 shufa, 47 witili, 48 shufa, 49 witili, 50 shufa na kadhalika. Kwa hiyo sisi kwenye kuorozesha tutaruka namba moja moja. Kwa kama ulivyoona hapo tumeorozesha 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 pamoja na 59. Kwa hiyo cha msingi unatakiwa tu kukumbuka kwamba ukiona umepewa namba kubwa, kwa mfano umeambiwa orozesha namba witili zilizopo kati ya 200 na 205, unatakiwa tu ugundue kuwa namba yoyote ambayo itaishia na moja mwishoni itakuwa witili. Kwa hiyo utaanzia kwenye 201. Baada ya hapo utaongeza na 3, utaongeza 22, maana yake utafika 203 na kadhalika. Kwa hiyo namba witili ni namba ambazo ikigawa kwa 2 na baki moja, lakini pia ni namba ambazo ukizitamka inaishia na 1, 3, 5, 7 na 9. Asante sana. Tuendelee na mfano wa 3. Mfano wa 3 tunasema orozesha namba witili zote zilizopo kati ya 8 na 26. Baada ya 8 namba kubwa inayofuata ni ngapi? Ni 9. Je, 9 inagawika kwa 2 bila baki? Hapana. Kwa hiyo 9 maana yake ni namba witili. Kwa hiyo tutaanza na 9. Baada ya hapo tutafika ngapi? Unaweza kusimamisha video na ukaendelea. Tutafika kwenye 11, tutafika kwenye 13. Kwa nini hatujahitaja 12? Kwa sababu 12 ni shufa. Tutaiacha 14, tutataja 15, tutaiacha 16, tutataja 17, 19, 21, 23 na 25. Hatufiki 27 kwa sababu 27 itakuwa ni kubwa kuliko 26 ambayo ndio tumepewa mpaka wetu. Kwa hiyo ukiwa unataja namba witili maana yake unaruka namba moja moja, au kwa namna nyingine utazitaja namba ambazo zinaishia na 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Ni hivyo. Tunaenda kwenye mfano wa 4 na mfano wa mwisho kwenye sehemu yetu. Unasema orozesha namba witili zote zilizopo kati ya 90 na 106. Namba witili zote zilizopo kati ya 90 na 106. Unaweza ukaanza sasa kuelewa kama umeifuatilia hiyo mifano ya nyuma kwamba hapo tutaanza na ngapi. 90 ndio na mpaka wetu wa chini. Kwa namba inayotakiwa kuorozesha inapaswa kuwa kubwa kuliko 90. Fasiri yake ni kwamba tunatakiwa tupate namba ambayo ni kubwa kuliko 90. Na tukumbuke kuwa ili kuigundua namba shufa kwa namba witili kwa urahisi ni zile namba zinazoishia na 1, 3, 5, 7 pamoja na 9. Kwa hiyo kwenye 90 inayofuata ni 91. Kwa hiyo nayo inaishia na 1. Kwa hiyo nayo ni namba witili ya kwanza kabisa. Kwa hiyo namba witili yetu ya kwanza itakuwa ni 91, inafuata 93, inafuata 95, inafuata 97, inafuata 99, itafuata 101, itafuata 103 na 105. Kwa nini inaishia kwenye 105? Inaishia kwenye 105 kwa sababu 106 ni kubwa, ndio mpaka wetu wa mwisho. Kwa hiyo tutakiwa kwenda kwenye 107 kwa sababu mwisho wetu tumeambiwa isizidi au isifike kwenye 106. Kwa hiyo tunapaswa kuishia kwenye 105. Kama haujaelewa, kuna sehemu nimekuacha, tafadhali rudia, lakini unaweza ukaweka comment yako kwenye video hapo chini. Lakini nikuombe pia subscribe hii channel kwa ajili ya kupata, kuna video nyingi ziko hapo chini za mada mbalimbali, lakini kupata mada zetu ambazo tutazipakia hapo mbele na mitihani mbalimbali. Lakini pia unaweza ukashare kwa ndugu jamaa na marafiki ili nao waweze kupata mitihani na maarifa mbalimbali yanayotoka kwenye video hiyo. Asante sana. Okay, tunaendelea na sehemu inayofuata, na hapa ni zoezi. Hakikisha unafanya maswali hayo matatu na hapo mbele utakuta majibu ya maswali hayo. Baada ya kumaliza maswali unaweza kaangalia masahisho kwa ajili ya kujipima kama umepata au la. Lakini pia usisite kurudia. Uzuri wa video una uwezo wa kurudia mara nyingi unavyoweza. Ila pia nikuombe pia subscribe katika channel yetu kwa ajili ya kutuunga mkono na kuweza kutufanya tuwe na moyo zaidi wa kutengeneza video nyingine. Lakini kama kuna sehemu pia ungependa kutuomba tutengeneze, unaweza ukatuambia mada mbalimbali, hata kama sio ni ya hesabu,
lakini kama inaendana tu na mambo ya kitehama tuna uwezo wa kutengeneza kama vile mada, program, jedwali, internet na kadhalika, bila kujali level iwe ya sekondari ya wapi. Mada yote tu inayoendana na teknolojia tuna uwezo wa kuitengeneza na tukawarushia. Asante sana.